Na mtazamaji, hatimaye mahakama Dar es Salaam imeweza kutoa uamuzi kwa kesi ambayo imekuwa ikisumbua Chadema kwa muda mrefu sasa hivi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika uamuzi wa kihistoria uliotolewa leo Jumatatu Septemba tarehe 29 mwaka huu 2025, Mahakama Kuu Tanzania iliyoketi katika masijala yake ya Dar es Salaam imetoa uamuzi ambao unaweza kuwa na athari kubwa kwa uwajibikaji wa kisiasa na demokrasia ya ndani ya chama cha upinzani Chadema. Kesi hiyo iliwahusu aliyekuwa naibu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed na waombaji wengine wawili ambao walichukua hatua za kisheria dhidi ya baraza la wadhamini la chama hicho cha upinzani Chadema na katibu mkuu wa chama hicho. Kiini cha swala hilo ni ombi la waombaji kupata nyaraka nyeti za ndani zinazohusiana na fedha na umiliki wa mali za chama hicho, nyaraka ambazo walidai ni muhimu ili kuendelea na kesi kubwa ambayo inaendelea sasa hivi mahakamani. Katika uamuzi wake, mahakama kupitia majaji chini ya Jaji Hamidu Mwanga ilikubali kwa sehemu ombi la waleta maombi na kuamuru hati tatu muhimu ziweze kutolewa mara moja kwa waombaji. Uamuzi huu wa kesi ya Chadema tayari unaonekana kama uingiliaji wa mahakama wenye madhara makubwa ya kisiasa, hasa wakati Tanzania inapokaribia kipindi kigumu cha uchaguzi mkuu. Awali, walalamikaji kutoka chama hicho walifika mahakamani wakitaka kupata nyaraka kadhaa za ndani za Chadema, wakidai kuwa kumbukumbu hizo zitawapa mwongozo wa kimsingi na uhalali wa kisheria katika shauri kuu ambalo bado liko mahakamani. Kwa mujibu wa waombaji hao, nyaraka hizo zilihusu masuala nyeti yakiwamo ya usimamizi wa fedha na mali za chama hicho cha Chadema, maeneo ambayo mara nyingi yamegubikwa na usiri ndani ya asasi za kisiasa. Uamuzi wa Mahakama Kuu kuhusu kesi ya Chadema unakubali kwa hakika hitaji la uwazi ndani ya taasisi za kisiasa, hasa pale migogoro ya ndani inapohusisha uwajibikaji wa kifedha. Licha ya pingamizi zilizotolewa na uongozi wa chama hicho, Jaji Mwanga alisema kuwa kutolewa kwa hati hizo tatu sio tu kutarahisisha mwenendo wa shauri kuu bali pia kutasaidia maslahi mapana ya haki. Uamuzi huo umeibua mshtuko katika duru za kisiasa, hasa Chadema, huku wengi wakihoji ni kwa namna gani ufichuzi huu ulioamriwa na mahakama unaweza kuleta upya mienendo ya ndani ya chama hicho cha Chadema na pengine hata kuathiri mtazamo wa umma kuhusu utawala wa ndani wa vyama vya kisiasa. Baraza la wadhamini la Chadema na katibu mkuu walikuwa wamepinga ombi hilo, wakitaka mahakama kukataa ombi hilo kabisa. Miongoni mwa hoja zao ni kwamba Said Issa Mohamed alijitangaza vibaya mahakamani kuwa ni mwanachama mwandamizi, cheo ambacho walidai hakipo ndani ya katiba ya chama. Zaidi ya hayo, wahojiwa walidai kuwa muombaji aliacha kuwa kiongozi ndani ya chama kufuatia chaguzi za ndani mapema mwaka huu na kwa hivyo hana msimamo wa kudai rekodi hizo nyeti. Pia walisema kuwa Mohamed akiwa amehudumu kama naibu mwenyekiti Zanzibar kwa zaidi ya miaka 15 alipaswa kuwa tayari anafahamu nyaraka zinazohusika, na kama alikuwa na matatizo alipaswa kuyaeleza akiwa bado madarakani. Hata hivyo, uamuzi wa Mahakama Kuu kuhusu kesi ya Chadema uliweka kando mapingamizi hayo kwa sehemu, ikithibitisha kwamba bila kujali nafasi ya awali ya Mohamed ya uongozi au hali ya sasa, haki ilihitaji kupata nyaraka maalum ili kusaidia haki yake ya kusikilizwa kwa haki katika kesi kuu mahakamani. Jaji Hamidu Mwanga alisema katika uamuzi wake kwamba mahakama imepima hoja zote kwa makini na kuzingatia maslahi ya pande zote mbili. Ingawa hakukubali ombi lote la walalamikaji, alihitimisha kwamba hati tatu mahususi zinapaswa kutolewa, akisisitiza kwamba hizi zilikuwa muhimu katika kuhakikisha haki ya kiutaratibu na haki ya utetezi unaofaa wa kisheria. Wachambuzi wa kisiasa na wataalamu wa sheria wamebainisha kuwa uamuzi huu unaashiria wakati muhimu katika jinsi masuala ya ndani ya chama yanaweza kuchunguzwa na mahakama. Uamuzi wa Mahakama Kuu kuhusu kesi ya Chadema sasa huenda ukachochea mijadala mipana kuhusu hitaji la uwazi ndani ya vyama vya siasa vya Tanzania, hasa kuhusiana na uwazi wa fedha na usimamizi wa mali za chama. Wanaamini kuwa uamuzi huo unaweza kuweka kilelezo kwa changamoto za kisheria za siku zijazo zinazohusisha pande nyingine, kuashiria mabadiliko kuelekea viwango vinavyotekelezeka zaidi ya uwajibikaji wa ndani. Maoni kutoka kwa umma, haswa ndani ya msingi wa Chadema, yamekuwa tofauti.
Wakati baadhi ya wafuasi wamepongeza uamuzi wa mahakama kama ushindi wa demokrasia ya ndani na kupongeza mahakama kwa kuzingatia kanuni kwamba hakuna taasisi kisiasa au vinginevyo inapaswa kuwa salama kutokana na uwazi wa kisheria, wanasema kuwa ili Chadema iendelee kuaminiwa kama chama kikuu cha upinzani lazima ionyeshe dhamira ya uwajibikaji si tu serikalini bali hata ndani ya miundo yake. Wengine hata hivyo wanahofia kwamba kutolewa kwa hati kwa amri ya mahakama kunaweza kufichua mizozo ya ndani na kudhoofisha taswira ya chama katika wakati huu muhimu, wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Bila kujali msukosuko huo wa kisiasa, uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kesi ya Chadema tayari umekuwa gumzo kubwa nchini kote na kuibua mijadala kuhusu uwiano kati ya usimamizi wa kisheria na uhuru wa kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kuwa uamuzi huo wa mahakama unaweza kuzidisha mvutano uliopo ndani ya Chadema, huku wanachama wakianza kuchunguza jinsi kumbukumbu za ndani zimeshughulikiwa na kwa nini hazikuwekwa wazi mapema. Kazi zinazohusika ambazo zinaaminika kueleza kwa undani zaidi miamala ya fedha na umiliki wa mali ndani ya chama hicho cha upinzani zinaweza kufichua tofauti au kuibua maswali kuhusu usimamizi wa rasilimali za chama. Ukweli kwamba mahakama iliona ni muhimu kuingilia kati na kulazimisha kutolewa hata sehemu ya rekodi hizi inazungumza juu ya uzito wa kesi ya msingi. Uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kesi ya Chadema kwa hivyo hauwakilishi tu uamuzi wa kisheria bali ufafanuzi mpana zaidi wa umuhimu wa uwazi ndani ya demokrasia ya vyama vingi. Katika hali ya kisiasa ambapo imani katika taasisi ni dhaifu na muhimu, jukumu la mahakama katika kutekeleza uwajibikaji halijawahi kuwa maarufu zaidi kama hili. Athari pana za uamuzi huo hazipotei kwa wana mikakati wa kisiasa na viongozi wa chama katika wigo mzima. Huku uchaguzi ukikaribia, uamuzi huo unaweza kuwatia moyo wanachama na wananchi wa chama hicho na watoa taarifa katika vyombo vingine vya kisiasa kudai viwango sawa vya uwazi. Nia ya mahakama ya kushurutisha ufichuzi wa nyaraka za ndani Chadema hata dhidi ya matakwa ya uongozi wa chama inaashiria hali ya kukomaa ya kimahakama nchini Tanzania ambayo inatanguliza haki mbele ya ulinzi wa kisiasa. Uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kesi ya Chadema kwa hiyo unaweza kuwa kichocheo cha mabadiliko katika nyanja zote za kisiasa, ukipinga mawazo ya muda mrefu kuhusu kutoguswa kwa michakato ya ndani ya chama. Kwa Watanzania wengi wanaofuatilia kwa makini, wakati huu unaonekana kama hatua inayoweza kuleta mabadiliko katika harakati za uwajibikaji wa kweli wa kisiasa. Hatimaye uamuzi wa mahakama kuu kuhusu kesi ya Chadema unasisitiza ukweli muhimu katika safari ya kidemokrasia ya nchi. Uwazi ndani ya taasisi za kisiasa si jambo zuri tu bali ni jambo la lazima nchini. Ingawa athari ya haraka inaweza kusababisha usumbufu ndani ya safu ya uongozi wa Chadema, pia inatoa fursa ya kujichunguza na kurekebisha. Uchaguzi mkuu unapokaribia Oktoba tarehe 29, kesi hii ni ukumbusho kwamba uaminifu wa vyama vya siasa haujengwi tu na ahadi zao za umma bali pia uadilifu wa shughuli zao za ndani kwa ndani. Huku idara ya mahakama sasa ikiwa tayari zaidi kuingilia kati, mashirika ya kisiasa yanaweza kuhitaji kufikiria upya jinsi ya kudhibiti mizozo ya ndani na taarifa wanayochagua kulinda. Mazungumzo yaliyochochewa na uamuzi wa mahakama kuu bado hayajakamilika na uwezekano wa kurudiwa kwake kutasikika baada ya Oktoba tarehe 29 mwaka huu 2025, kwa ufupi baada ya uchaguzi mkuu katika taifa hili. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia sasa hivi, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati nijuze maoni yako upande wa comment ama upande wa maoni chini ya video hii. Vile like video hii kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Vile nibonyeze kibox hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu zaidi.